Yeah, nilikuwa ninazungumza swala la kwamba machinery ile ya uzalishaji ambayo hata Mungu aliipa majukumu ni mwanaume. Kwa hiyo jukumu la kwanza kabisa la mwanaume katika familia ni kuhakikisha kwamba kipato kinakuwepo, afanye anavyoweza, njia zote halali, kipato kiwepo. Kwa nini? Kwa sababu ni majukumu ambayo Mungu alimpatia, kwamba kwa jasho atakula na mwanamke atazaa kwa uchungu. Kwa hiyo mwanamke atategemea mwanaume. Sasa ikitokea kwamba imekuwa kinyume chake, kuna mwanamke anayelisha familia, hapa kuna tatizo. Aidha labda mwanaume anaumwa, kwa sababu kuna changamoto zinatokea katika familia. Na inapelekea kwamba mwanaume anakuwa unable, yani hawezi tena kuwa mzalishaji mkuu katika taasisi hiyo inayoitwa familia. Lakini kama ni mtu ambaye ana akili timamu, ana uzima, ana utimamu wa mwili, basi Mungu anamtarajia sana kwamba huyu aweze kuwa ni kiongozi anayetoa mwongozo na afanye inavyowezekana kuhakikisha kwamba kipato cha familia kinakuwa stable kwa ajili ya mke na watoto na wanaomzunguka kuendelea kustawi. Umekuwa kwenye familia kwa muda sasa, na umekutana pia na wanafamilia wenzako, kwa maana kwamba wakati mwingine unaweza kukutana na rafiki zako ambao nao pia wapo kwenye ndoa tayari, washirika, watumishi mbalimbali wa Mungu. Mimi nimewahi kuwasikia watu wanazungumza kwamba mwanaume akikosa kipato kwenye familia, moja kati ya changamoto kubwa ambayo anaweza akaipata inapotokea mwanaume anakuwa na kipato kidogo kuliko mwanamke, basi anakosa kuheshimika kwenye familia, ama heshima yake au ile heshima ya mwanaume inapotea au inapungua, haipo kabisa, pengine inapotea ama inaweza inapungua kabisa. Uhalisia upoje katika hilo? Hilo swali ni sawa kabisa kwamba nimekutana na hizo changamoto kwa maana ya maoni, lakini malalamiko, na hata imepelekea, niseme isivyo bahati, imepelekea hata ndoa zingine na familia, baadhi ya familia kuvunjika. Hata za wapendwa pia. Inatokea kwa sababu unajua watu wanaposhindwa kurudi kwenye misingi ambayo Mungu ameiweka na wakaanza kujiongoza kwa mifumo ambayo ipo duniani, basi unajikuta kwamba hiyo familia lazima itayumba tu. Sababu Mungu ameweka utaratibu na ameweka mfumo wa familia ili iweze kusustain, yani kuendelea kuishi na kuwa chombo ambacho Mungu amekiruhusu kiwe chombo cha maadili, chombo cha heshima. Basi ni lazima kwamba kuwe na utaratibu mzuri. Kwa hiyo inapotokea kwamba mwanaume kipato chake ni kidogo, nimeona baadhi ya familia zimeyumba sana, mwanamke ameondoka au ndoa ile imevunjika, watoto wamebaki kwenye mazingira magumu, wako katikati, wengine wamemfuata mama, wengine wamemfuata baba au hivyo. Lakini ni tatizo kubwa. Ayubu, Mungu hatarajii, yani Mungu hakupanga hivyo. Yes. Kwa hiyo mwanamke, kwa mfano, ikitokea kipato kimeongezeka upande wake, kwa sababu katika maisha haya ya sasa, modern life, sawa, tunaona kwamba mume anafanya kazi na mke anafanya kazi. Inaweza kuwa ni kazi ya ajira rasmi ama isiyo rasmi, kwa maana ya ujasiriamali. Na inawezekana mke katika shughuli yake yoyote, rasmi au isiyo rasmi, akawa na kipato kikubwa kumzidi mume. Sasa hapa ndo tatizo linapokuja. Mke akianza kuona kwamba yeye ndiye kichwa, ndio tatizo linapokuwa kubwa sana. Lakini kwa mwanamke anayejitambua, kama Mithali 31 mstari wa 10 mpaka wa 31 unavyozungumza habari za mke mwema, kuna sifa za mke, lakini kuna wajibu wa mke. Kwa mfano ukianzia mstari wa 13 hadi wa 27 wa hiyo Mithali 31 inazungumza wajibu wa mke. Haiondoi maana ya kwamba mke ni lazima atambue uongozi wa mume. Sasa matatizo mengi yanatokea kwamba mke anapoanza kuwa kiongozi, na kuwa the head of the family, anaacha neno ambalo Mungu amesema katika kitabu cha Waefeso, na mtumishi wa Mungu Paulo alifundisha kwamba mume anamwakilisha Kristo. Kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa, kadhalika mume ni kichwa cha familia.
Sawa sawa, tukija hapo hapo, jamii sasa hivi ina pressure moja kubwa sana ambayo ina wa pressurize watu, kwa maana ya kwamba kuna kitu kimoja tunasema 50-50, wote tuna haki sawa, uwe mwanamke uwe mwanaume, wote tuna haki sawa. Na moja kati ya sababu ambayo kwenye ndoa naona wanajipigania upatu sana ni kwa sababu ninatoa mchango kwenye familia. Mwanamke anaona ni sehemu kwa sababu anajua anatoa mchango hasa wa kipato kwenye familia, kwa hiyo anaona naye ana haki sawa sawa kuiongoza familia kama unavyoongoza na kufanya maamuzi mengine sawa sawa na wewe ambavyo unafanya mwanaume. Lakini pia kuna pamoja na joto hili la 50-50, kuna watu wengine kwa mfano jana juzi nilikuwa napokea story moja ya mtu mmoja akasema, mimi binti yangu nimemlea kwenye majukumu katika namna ambayo pamoja na kwamba kuna pressure hizo za 50-50, lakini bado nimemlea kwenye mazingira uelekeo ambao anamuona mwanaume ni kama yani, hata kwa sababu akanatoa mfano akasema, mimi mtoto wangu anamiliki kitu fulani, alisema na kuna kitu cha pesa nyingi sana, lakini pamoja na kwamba anamiliki kitu cha pesa nyingi, bado binti yangu ana mdogo wake wa pili wa kiume anayemfuata. Nimemfundisha kumheshimu mdogo wake wa kiume, na yule mdogo wake wa kiume ana nguvu kuliko hata dada yake, yani kwa yeye alivyokuwa anasema. Kwa sababu gani? Namfundisha atakapokwenda kuwa na familia yake ajue kama mume wake ni anataka kuwa na sauti kuliko yeye. Kwa hiyo hata kama atakuwa na kipato kikubwa kiasi gani, hata kama atakuwa na uwezo mkubwa kiasi gani, ajue kwamba mwanaume wake ndiye anatakiwa kusikiliza na vitu. Sasa point yangu ni hiyo, kwamba japo kuna pressure hiyo kwenye msingi wa malezi, tunafanyaje hapo kwenye pressure kama hiyo ya malezi ili tusiweze kuandaa hawa watu? Kwanza kabisa kwa maana mbili, familia baba na mama wanafanyaje kwanza wao kuhakikisha kwamba wao wenyewe wana act vizuri, wanacheza mchezo wao vizuri wao kama wao, lakini pia kwenye kuwajenga wao wenyewe kwanza, wasiwaharibu watoto, kwa sababu kuna watoto wengine wanaweza wakarithi kitu au wakaona kitu kwa sasa na mzazi mmoja anakifanya akakichukua yeye mwenyewe akaenda kuishi nacho, lakini pia wanafanya kwenye kuwalea. Kwa hiyo wao kama wao wafanyeje wakiwa kwenye ndoa ili wasiweze kuambukiza watoto kitu kibaya, lakini pia wafanyeje pia kwenye msingi wa malezi wale watoto wasije wakawa na vitu vingine ambavyo vinakuja kuharibu ndoa. Asante ndugu mtangazaji. Mojawapo ya jambo ambalo limekuwa lina mchango mkubwa katika kuinuka kwa familia nyingi vizuri ni swala la malezi bora, lakini upande wa pili ni sahihi kwamba malezi mabaya yanapelekea wanafamilia wa baadaye wabaya. Biblia imesema hivi katika Mithali 22 mstari wa 6, imeweka kanuni ya maisha kwa wazazi. Anasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee au mtu mzima. Kwa hiyo malezi bora ya familia yatapelekea familia inayokuja ya watoto iwe ya namna gani. Sasa mvulana aliyelelewa vizuri na msichana aliyelelewa vizuri wakakutana baada ya miaka fulani, wakakutana na wakatengeneza familia, hawa ndoa yao itakuwa ni ndoa njema, na kipato kitakapoongezeka kwa yeyote kati ya hao hakitakuwa sababu ya wao kutofautiana na kufikia hatua ambayo nimeisema mwanzoni kwamba mpaka ndoa zimevunjika kwa sababu mmoja anaona mimi sasa ndio nina uwezo. Na hasa upande wa wanawake, wanawake kidogo kuna changamoto. Wanaume nimekwambia sio shida, kwa sababu sisi ndio majukumu yetu. Sasa mimi hata kipato kikiongezeka, nikipata milioni 50 kwa siku au hata kwa mwezi na kadhalika, haimaanishi kwamba nitaanza kuinyanyapaa familia yangu au kumuona mwenzi wangu kwamba afai. Lakini upande wa wanawake kuna changamoto, of course, changamoto ambayo imeshindwa kupatikanaga, yani kwa maana patikana suluhu yake. Suluhu ipo, na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya elimu. Elimu tunayotoa hapa kwenye kipindi cha Funguka Morning Shine ya habari maalum ni sehemu ya kupeleka ujumbe kwamba mwanamke au mke katika familia ajue mipaka yake, na hata kama kipato kikiongezeka sana, akawa ana promotion, akawa mtu mkubwa serikalini kwenye taasisi fulani, asisahau kwamba yeye ni mke, na akirudi nyumbani lazima atimize majukumu yake kama mke, kama mke na kama mama pia, kama mke na kama mama na mume wake, hata kama ni mtu ambaye kipato chake ni kidogo, lazima aheshimu.